Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba wana lunyasi, wakiwa na jambo lao kubwa kabisa kwa siku ya leo. Ni kuhusiana na sajili mpya kabisa kwenye maganda yake ambayo leo hii tajiri Mo Dewji kwenda kuitangaza na kusema ya kwamba huyu ni mali ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kwa msimu ujao. Mambo yameanza kutaradadi, mambo yameanza kuwa mazito. Hatimaye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeweza kupata dawa ya ufungaji. Unafahamu ya kwamba kina Lionel Ateba, Dese Mukwala walikuwa wanaleta masihala pale katika safu ya ulinzi ya ushambuliaji ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye Mo Dewji amepata dawa na kuleta mshambuliaji hatari kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni nani huyo? Ametokea wapi? CV yake iko vipi? Ana historia gani? Ni mtu kweli ama maneno? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa yote tuko nayo kamili hapa kuhusiana na mwamba huyo ambaye anatua kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wawakilishi pekee wa kimataifa katika michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakiweza kuwa pale fainali. Ila kabla tujaendelea na taarifa hii, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unakuwa unatembelea katika chaneli hii ya Star Media, ni kukumbusha kwamba ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa ndo unatembelea katika chaneli ya Star Media, jua kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo chini neno subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili jema ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wamelitambulisha kwa siku hii ya leo. Bana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kama nilivyoweza kukwambia hapo awali, wamekuwa wakiendelea kufanya sajili zao kimya kimya, lakini hii wameamua kuiweka wazi kila mmoja aweze kujua, kwa sababu ni sajili ya mabilioni ya fedha ambayo klabu ya Simba imeweza kutoa kwa ajili ya kumpata mshambuliaji huyu. Kumbuka kwamba klabu ya Simba imekuwa inapitia changamoto katika eneo la ufungaji. Kumekuwepo na masihara kweli kweli, mpaka kufikia kocha Fadu Davis kuambia uongozi wa klabu ya Simba wamletee striker ambaye anatambua nini thamani ya kuwa pale kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na striker ambaye ana njaa ya mafanikio. Basi bila shaka klabu ya Simba ikaangalia katika rekodi za wafungaji kwa sasa, wakaona kuna jina kubwa kabisa ambalo linapatikana pale nchini Libya katika kikosi cha Al Ahly Tripoli. Hapa nazungumzia si mwingine bali unazungumzia Mabululu, moja kati ya majina ambayo yaliwahi kuja hapa Tanzania katika mchezo wa kombe la shirikisho, hatua zile za mwanzoni kabisa, ambapo klabu ya Simba iliwatoa Al Ahly Tripoli hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo Mabululu unafahamu ya kwamba ni miongoni mwa wachezaji pia ambao walitikisa nyavu za wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Mabululu imekuwaje? Mabululu ni moja kati ya mastrika ambao klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakiweza kumfukuzia awali kabisa katika kipindi cha dirisha kubwa la msimu uliopita, ambapo walimkosa kutokana na klabu ya Al Tripoli kuweza kuwapandilia dao na kutoa shilingi bilioni 1 kwa timu ambayo ilikuwa ikiweza kummiliki. Hapa nazungumzia Petro de Luanda, ambao walikuwa ndio wanamiliki kutoka kule Angola, ambapo unafahamu ya kwamba walimchukua na kumweka pale Al Ahly Tripoli ya Libya, na sasa anaendelea kufanya vyema kabisa na mabao takriban 15 katika michezo 14 ambao ameweza kucheza akiwa na klabu ya Al Tripoli tu. Hiyo ni kwa upande wa ligi, na achana mataji mengine kama kombe la shirikisho barani Afrika hapana, toa hayo, aweka tu upande wa ligi, ambapo rekodi yake inazihilisha kwamba ni moja kati ya mtu hatari. Sasa inaelezwa kwamba Mo Dewji ameweza kuwasili pale nchini Libya, ambapo alienda na wajumbe kadhaa wa bodi ya wakurugenzi ya upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa nazungumzia Treigeni pamoja na Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo wote waliongozana na Mo Dewji wakienda pale kujadili kuhusiana na kumpata
kupata Mabululu katika klabu ya Al Tripoli, ambapo wamefanikiwa kwenye hilo, ambapo taarifa inaelezwa pamoja na yale ambayo yanayoendelea ya fainali, lakini hawajaacha kufanya usajili kwa kuongeza mtu muhimu katika Simba watakaosaidia katika mchakato wa kuweza kuvuka katika vizuizi vingine vikubwa katika msimu ujao, msimu wa 2025-26, katika kufikia malengo yao ya kuchukua NBC na kombe la Champions League, ambapo nazungumzia upande wa CAF. Mo Dewji ambaye ameweza kufanya usajili mkubwa kabisa, ambapo inaelezwa ameweza kumwaga pesa za kutosha zaidi ya shilingi bilioni 1, ameitoa katika hatua ya kuweza kumchukua Mabururu ndani ya kikosi cha klabu ya Al Tripoli, ambapo Al Tripoli wenyewe wameweza kukubaliana na kila kitu, ambapo inaelezwa kwamba ilikuwa tu ni swala la muda kwa wao kuweza kulikubali jambo hilo. Mabululu anatua kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kunako, hapa nazungumzia dirisha kubwa la usajili. Kwa sasa anamalizia msimu wake wa mwisho ndani ya Al Tripoli. Baada ya hapo ataweza kudondoka kwenye kikosi cha Simba. Mabululu ujio wake kwenye kikosi cha Simba itawafanya klabu ya Simba ichague kati ya mtu mmoja, nazungumzia Dese Mukwala ama Lionel Ateba, mmoja aweze kupita hivi ili Mabululu aweze kuchukua nafasi hiyo. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo klabu ya Simba imepania kufanya makubwa msimu ujao. Lakini ikumbukwe klabu ya Simba pia kwa upande mwingine imeshaweza kufanya mazungumzo ambayo yanasubiriwa tu kwa upande wa wakilishi wa Faisal, wao kuweza kutoa tamko muda wowote ni kiasi hicho cha pesa ambacho Simba wamekitaja waweze kuwawekea kwenye akaunti zao, ili tajiri anapoondoka kuelekea Dubai awe amemaliza kazi ya hapa, nazungumzia pia ya Feitoto. Ikumbukwe Faisal awali Faisal walifikia kumsajili kwa shilingi milioni 600, awamu ya kwanza milioni 400, awamu ya pili ilikuwa ni milioni 200, ambapo ofa hiyo waliwapatia Azam FC, lakini Azam walikataa dili hilo na kwamba walikuwa wanahitaji kiasi cha fedha kiongezeke zaidi na kitolewe kwa pamoja. Sasa inaelezwa kwamba mara baada ya klabu ya Simba kutoa dili hilo la milioni 600, Yanga wakapandilia dao na kufikia milioni 750, huku mshahara wa Feitoto ukawa ni milioni 40. Sasa tajiri Mo Dewji amekuja kufunga ukurasa zaidi kwa kuambia kwamba anatoa shilingi milioni 800 kama pesa ya usajili ambayo Feitoto atakwenda kuivuna pale kwenye kikosi cha klabu ya Simba, huku mshahara wake ukifikia zaidi ya shilingi milioni 50. Anakuwa ni Mtanzania wa kwanza ama mchezaji ghali Tanzania ambaye analipwa mkwanja mrefu. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni taarifa kutoka kwa upande wa Azam FC kuja na majibu kuhusiana na ofa hiyo.